Mpendwa mtazamaji, siku ya Ijumaa, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tunalipata katika Injili ya Marko sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 12. Ni Injili ambayo inamzungumzia Yesu akiwa Kapernaum. Na usisahau, Kapernaum ulikuwa ni mji ambapo Petro alikuwa amejenga nyumba yake, na ndipo ambapo Yesu alikuwa akilala na kupumzika katika shughuli zake, kwa sababu Petro alimpokea Yesu nyumbani kwake. Akiwa pale Kapernaum ndani ya nyumba, analetewa mtu mmoja ambaye alikuwa ana ugonjwa wa kupooza. Na kwa sababu umati wa watu ulikuwa ni mkubwa sana, ikakosekana hata nafasi ya kuweza kuingia ndani ya nyumba. Neno la Mwenyezi Mungu linasema wale watu walipanda juu ya dari, wakafumua dari ile na wakaamua kumshusha yule ndugu pale mahali ambapo Yesu alikuwapo. Hatuna muda wa kuweza kujadili aina ya nyumba zao walizokuwa nazo mpaka wakafumua ile dari, lakini uelewe tu walichoka na kuweza kumuuguza huyu mgonjwa wao, mgonjwa aliyekuwa amepooza. Walitumia mbinu zote za kuweza kumuuguza, wakashindwa. Wakasikia kwamba Yesu anaponya. Yesu kila aina ya magonjwa kwake yanapona. Wakaamua kuchukua hatua kumpeleka mgonjwa wao kwa Yesu. Na walipofika pale, walipofumua ile nyumba, ile dari, wakateremsha godoro alilokuwa amelalia yule mgonjwa. Yesu alipoona imani ya wale waliokuwa wamembeba kwenye ile godoro, akishusha ile godoro, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Ni injili moja nzuri sana, mpendwa mtazamaji, ya kutupatia nguvu katika kila aina ya changamoto kubwa tunazokutana nazo katika maisha. Changamoto za ndugu zetu kuweza kuwa wagonjwa, za kuuguza. Kidogo nikusaidie kilichomkuta huyu bwana. Huyu bwana anapopokea kutoka maneno ya Yesu kwamba mwanangu, umesamehewa dhambi zako, huyu bwana alitenda dhambi. Na dhambi ni kumkosea Mwenyezi Mungu na kuwakosea watu wa Mwenyezi Mungu. Dhambi hizi zilivyozidi katika habari ya Mwenyezi Mungu, hakupata nafasi ya kupokea neno la msamaha. Uelewe kwa nini Yesu anatamka neno umesamehewa dhambi zako. Aliwakosea ndugu zake kwa mambo mabaya. Ndugu zake hawakumtamkia neno la msamaha, na yeye mwenyewe pia hakwenda kuomba neno la msamaha kwa ndugu zake. Kwa dhambi za kutokusamehe, dhambi za kuwatendea mabaya wenzako, madhara yake yanaingia kwenye nafsi. Nafsi inaanza kujihisi na kwamba nafsi ina ukosefu wa amani. Nafsi yangu inakuwa na hisia za kukosa, kwamba mimi ni mdhambi. Siongei tena vizuri na watu. Kila nikipita tu, nikimwona yule mtu ambaye nilimtendea mabaya, kuna kitu kinakata ndani ya nafsi yangu. Na mara nyingi sana ukiona unakutana na mtu ambaye ulimfanyia mabaya, nafsi yako, kuna kitu kinakata ndani ya nafsi yako, utambue ni maandalizi makubwa sana ya kupata ugonjwa wa kupooza, kwa sababu huna amani ndani mwako. Una sonona kubwa ambayo inayokutesa kwa sababu ya maovu uliokuwa umeyatenda. Na nafsi yako hii pia inakosa amani kwa sababu haijatamkiwa neno la msamaha kutoka Mwenyezi Mungu. Ndio maana basi ukienda kwenye maungamo, ukifika pale, ukitamkiwa neno na padri, Mwenyezi Mungu amekusamehe dhambi zako, nenda na amani, kuna mzigo fulani ulikuwa ndani yako unakuwa umekuachia, unajisikia amani, kwa sababu msamaha unaponya, msamaha unakufanya uweze kuwa na amani. Huyu bwana alifanya makosa, alikosea jamii, akawakosea ndugu zake, na Mwenyezi Mungu hakupata nafasi ya kuweza kupata msamaha, akapata ugonjwa wa kupooza. Na wataalamu wa mambo ya kiroho na kisaikolojia wanasema 75% ya magonjwa ambayo watu wako nayo
si magonjwa ya kuambukiza, ni magonjwa katika nafsi. Magonjwa mengi sana ya watu, ukisikia mtu ana BP, ukisikia mtu ana ugonjwa gani, ni mara nyingi sana kuna kitu kibaya kinaendelea ndani ya nafsi yake, kinamtesa. Ndio maana amepata hadi magonjwa ya moyo. Ni magonjwa ya nafsi. Hawa watu walihangaika kumtibu, lakini huwezi ukatibu kwenye hospitali yoyote ile ugonjwa wa nafsi. Ugonjwa wa nafsi unahitaji uponyaji wa nafsi. Anafika pale mbele za Yesu, anatamkiwa neno la msamaha. Kikubwa zaidi katika siku ya leo ni imani ya hawa watu waliokuwa nayo, walivyokuwa naishusha. Huyu bwana kwa sababu ya dhambi zake alikata tamaa, akawa hana imani tena na Kristo, akawa hana imani tena ya kuweza kupona. Ila ndugu zake waliokuwa wamembeba wakampeleka kwa Kristo. Yesu anaiona imani ya wale watu ambao walikuwa wamembeba. Siku ya leo, hata kama kuna ndugu yako amekata tamaa kiasi gani, simama wewe, mpeleke kwa Kristo. Simama, mpeleke jinsi alivyo kwa maombi. Yesu anaangalia imani yako wewe, na hili ndio neno la faraja sana. Usikate tamaa kuweza kumwombea huyo mtu, usikate tamaa kuweza kumpeleka kwa maombi. Tumia kila aina ya mbinu, tumia kila aina ya jambo mpaka huyu mtu afike kwa Kristo. Hawa watu waliamua kubomoa hadi ile dari, walikubali hasara itokee kwenye nyumba ya watu wengine, ile mradi mgonjwa wao ambaye alikuwa kero kwenye familia akutane na Kristo. Sali, omba kwa nguvu zote mpaka mgonjwa wako akutane na Kristo. Yesu anaangalia imani ya yule mtu aliyekuwa amembeba huyu mgonjwa, na huyu mgonjwa anapona. Kuna nguvu kubwa sana katika kuweza kumpeleka mgonjwa wako kwa Kristo kwa imani yako ambayo uko nayo, na huyo mtu anasamehewa dhambi zake. Na baada ya hapo Yesu anamwambia, umesamehewa dhambi zako. Huyu bwana akachukua godoro lake alilokuwa nalo akaondoka. Watu wakawa na maneno mengi, inakuwaje? Na kuhakikisha kwamba Yesu ana mamlaka ya kuweza kusamehe. Alimsamehe yule mgonjwa dhambi zake akapona. Vile vile pia ana uwezo wa kuweza kusamehe kila aina ya uovu, ukapona, ukabeba godoro lako, ukatembea kwa furaha kwa mwaka mzima, ukatembea kwa furaha kwa sababu umesamehewa dhambi zako. Kubali kukiri madhaifu yako, kubali kuomba msamaha, kubali kujirekebisha maisha yako, kubali kuongea na wenzako vizuri. Maisha yetu yanahitaji moyo wa unyenyekevu, moyo wa msamaha, kusamehewa na Bwana, ili baada hapo tuweze kusonga mbele katika maisha yetu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.